Unajua kuwa kitunguu maji kilichopo jikoni kwako kinaweza kuwa kinga yako ya siri dhidi ya magonjwa mengi yanayokusumbua mwilini mwako? Watu wengi wanatumia kitunguu maji kila siku bila kujua kwamba ndani yake kuna hazina kubwa ya virutubisho vinavyoweza kuimarisha afya zao kabisa. Leo nitakueleza faida 20 ambazo hujawahi kusikia kwa kina kuhusu kitunguu maji. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina kutoka Naturemed Supplies. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au msaada wa kurejesha afya yako kwa virutubisho asilia, unaweza kuwasiliana na Dr. Mkina kupitia namba 0748294113 ambazo pia zinapita chini ya video hii. Jambo muhimu sana ni kwamba tunazo bidhaa mbalimbali zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia zinazoweza kusaidia changamoto yako ulionayo. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, na kukaribisha sana kubonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kupata taarifa ya video mpya kila tunapozi-upload. Kama umeshafanya hivyo, asante sana na twende pamoja mpaka mwisho. Matatizo ya moyo, sukari kupanda, kinga kushuka, uchovu wa mara kwa mara na msongo wa mawazo, bila kujua kuwa baadhi ya changamoto hizi zinaweza kupunguzwa kwa kuboresha tu lishe yao ya kila siku. Ukikosa taarifa sahihi, unaweza kuendelea kuishi bila kujua suluhisho lipo karibu kabisa na wewe. Endelea kubaki nami hadi mwisho kwa sababu faida za mwisho zinaweza kuwa msaada mkubwa sana kwako au kwa mtu unayempenda. Faida ya kwanza, husaidia kuzuia saratani. Kitunguu maji kina viambato hai kama quercetin na misombo ya sulfa ambavyo hufanya kazi ya kulinda seli dhidi ya uharibifu unaosababishwa na chembe huru mwilini. Uharibifu huu wa seli ukiendelea kwa muda mrefu unaweza kuongeza hatari ya magonjwa makubwa. Kwa kulijumuisha kwenye lishe yako ya kila siku, unaweza kusaidia mwili wako kujenga ulinzi wa asili dhidi ya mabadiliko yasiyo ya kawaida ya seli. Faida ya pili, huboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula. Ndani ya kitunguu maji kuna nyuzi-nyuzi na kirutubisho kinachoitwa prebiotic ambacho hulisha bakteria wazuri waliopo tumboni. Bakteria hawa husaidia chakula kusagika vizuri na virutubisho kufyonzwa kwa ufanisi. Matokeo yake ni kupungua kwa matatizo kama kuvimbiwa, gesi na tumbo kujaa. Faida ya tatu, husaidia kupunguza sukari mwilini. Baadhi ya tafiti zinaonyesha kuwa kitunguu maji kinaweza kusaidia kuboresha matumizi ya insulin mwilini. Hii husaidia kuweka kiwango cha sukari katika hali ya kawaida zaidi. Kwa watu wanaodhibiti sukari, ni muhimu kukitumia kama sehemu ya lishe yenye uwiano mzuri chini ya ushauri wa kitaalamu. Faida ya 4, huimarisha kinga ya mwili. Kina vitamini C na virutubisho vingine vinavyosaidia seli za kinga kufanya kazi kwa ufanisi. Kinga ikiwa imara, mwili hupambana vyema na maambukizi ya mara kwa mara kama mafua na homa za kawaida. Faida ya 5, husaidia afya ya moyo. Misombo ya asili iliyomo inaweza kusaidia kupunguza shinikizo la damu na kusaidia kupunguza kiwango cha mafuta mabaya kwenye damu. Hali hii huchangia kulinda mishipa ya damu na kuboresha mzunguko wa damu mwilini. Faida ya 6, husaidia kupunguza maumivu ya mwili. Kwa kuwa kina sifa za kupunguza uchochezi, kinaweza kusaidia kupunguza maumivu madogo ya viungo au misuli kwa baadhi ya watu. Hii hutokana na uwezo wake wa kupunguza kemikali za uchochezi mwilini. Faida ya 7, huboresha afya ya ngozi. Virutubisho vyake husaidia kulinda ngozi dhidi ya uharibifu unaosababishwa na mazingira kama jua kali na uchafuzi wa hewa. Pia vinaweza kusaidia ngozi kubaki na muonekano wenye afya na mng'ao wa asili. Faida ya 8, husaidia afya ya nywele. Madini na vitamini viliopo vinaweza kusaidia kuimarisha mizizi ya nywele na kuboresha mzunguko wa damu kwenye ngozi ya kichwa. Hali hii inaweza kuchangia ukuaji bora wa nywele na kupunguza kukatika. Faida ya 9, husaidia kuondoa sumu mwilini. Ini na figo ndizo viungo vikuu vya kusafisha mwili. Misombo ya sulfa iliyopo kwenye kitunguu maji husaidia kuboresha kazi ya viungo hivi ili kuondoa taka mwilini kwa ufanisi zaidi. Faida ya 10, husaidia kupambana na mafua. Kwa kuwa kina viambato vinavyosaidia mwili kupambana na vijidudu, kinaweza kusaidia kupunguza muda au ukali wa mafua ya kawaida. Pia
huchangia kuimarisha kinga wakati wa msimu wa baridi au mvua. Faida ya 11, huimarisha mifupa. Kina madini muhimu kama calcium na fosforasi kwa kiwango fulani, ambavyo ni muhimu katika kudumisha uimara wa mifupa. Ulaji wa mara kwa mara pamoja na vyakula vingine vyenye madini haya husaidia kulinda mifupa dhidi ya udhaifu. Faida ya 12, husaidia kupunguza uzito. Kina kiwango kidogo cha nishati, lakini kinaongeza ladha kwenye chakula. Hii husaidia mtu kula chakula chenye afya bila kuongeza mafuta mengi au sukari nyingi, hivyo kusaidia kudhibiti uzito. Faida ya 13, husaidia afya ya macho. Virutubisho vyake husaidia kulinda seli za macho dhidi ya uharibifu wa muda mrefu unaoweza kusababishwa na mwanga mkali na uchovu wa macho. Hii ni sehemu ya lishe inayosaidia afya ya macho kwa ujumla. Faida ya 14, husaidia kuzuia maambukizi. Kina sifa za asili zinazoweza kusaidia kupunguza ukuaji wa bakteria na fangasi. Hii huchangia kusaidia mwili kujilinda dhidi ya baadhi ya maambukizi ya kawaida. Faida ya 15, husaidia usingizi. Kwa kusaidia mwili kupunguza msongo na kuimarisha utulivu wa mfumo wa neva, kinaweza kuchangia kupata usingizi wa kutosha. Usingizi mzuri ni muhimu kwa kurejesha nguvu za mwili na akili. Faida ya 16, husaidia nguvu za kiume. Kwa kuboresha mzunguko wa damu na afya ya mishipa ya damu, kinaweza kusaidia utendaji mzuri wa mwili kwa wanaume. Mzunguko mzuri wa damu ni muhimu katika afya ya jumla ya mwili. Faida ya 17, husaidia kupunguza msongo wa mawazo. Virutubisho vyake vinaweza kusaidia mwili kukabiliana na athari za msongo kwa kusaidia usawa wa kemikali fulani mwilini. Hii huchangia hali ya utulivu na ustawi wa kihisia. Faida ya 18, husaidia kuzuia pumu. Kwa kuwa kina uwezo wa kupunguza uchochezi, kinaweza kusaidia kuboresha hali ya njia za hewa kwa baadhi ya watu wenye changamoto za kupumua. Hata hivyo, ni muhimu kufuata ushauri wa daktari kwa tatizo hili. Faida ya 19, husaidia afya ya kinywa. Misombo yake inaweza kusaidia kupunguza bakteria wanaochangia harufu mbaya ya mdomo. Hii husaidia kuboresha afya ya fizi na meno kama sehemu ya usafi mzuri wa kinywa. Faida ya 20, husaidia kuongeza damu. Kina virutubisho vinavyosaidia mwili katika utengenezaji wa chembe nyekundu za damu, hasa kinapotumika pamoja na vyakula vyenye madini chuma. Hii inaweza kusaidia watu wenye upungufu wa damu kwa kushirikiana na lishe bora na ushauri wa kitaalamu. Kwa ufupi, kitunguu maji ni kiungo rahisi lakini chenye manufaa mengi kiafya, kuanzia moyo, kinga, mmeng'enyo hadi afya ya ngozi na nywele. Hata hivyo, kumbuka kuwa ni sehemu ya lishe bora na si mbadala wa ushauri wa kitabibu. Mpaka hapa hatuna la ziada. Tafadhali, kama ni mara yako ya kwanza kuona video zetu, na kuomba sana bonyeza neno subscribe chini ya video hii na kuwasha alama ya kengele iliyopo pembeni yake ili uwe wa kwanza kuona video zetu pale tunapo-upload. Like pamoja na kushare video hii ili wengine wajifunze. Makala hii imeandaliwa na Dr. Mkina. Kama unahitaji ushauri wa kiafya au dawa asilia zilizoandaliwa kwa misingi ya kibiolojia, wasiliana na Dr. Mkina. Namba zake ni 0748294113. Pia zinapita chini ya skrini ya video hii. Kumbuka kuwa Naturemed Supplies inajitahidi kuhakikisha kuwa kila mwanadamu anakuwa na afya njema kutokana na vitu asilia. Asante kwa kutazama video hii mpaka mwisho. Ubarikiwe sana. Tukutane tena kwenye video zijazo.